Ili mwandamizi Sudi Zidadi Mikidadi, kuna tukio lilitokea hivi juzi la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumwasili mtoto Grace. Nataka kufahamu utaratibu wa kuwasili mtoto huwa ukoje kwanza? Utaratibu wa kumwasili mtoto kwa hapa nchini kwanza unasimamiwa na sheria ya watoto kama imefanywa marekebisho mwaka 2023. Sasa ina hatua kadhaa. Hatua ya kwanza ni lazima kuwepo na mtoto mwenyewe, lakini pia yule mtu ambaye anataka kumwasili mtoto, lakini pia lazima kuwepo na wazazi wa yule mtoto. Sio lazima wawepo wazazi, anaweza kuwa pia yule mtoto hana wazazi, kama mtoto ambaye labda amefiwa, labda yatima au katika mazingira kama hayo. Sasa yule mtu ambaye anatakiwa kumadopti mtoto, kwanza anatakiwa apeleke taarifa zake katika ofisi ya wilaya ofisi ya ustawi wa jamii ya wilaya. Pale atapeleka taarifa zake. Akishapeleka taarifa zake pale, ofisi ya ustawi wa jamii ya wilaya itaanza kutaka kumfahamu ni nani, kuweza kumjua kwa zaidi, anafanya shughuli gani, ni Mtanzania au kama sio Mtanzania. Kuna utaratibu kwa mtu ambaye sio Mtanzania. Kwa hiyo lazima aende atoe taarifa pale, waweze kumfahamu vizuri ni nani, anafanya shughuli gani, uwezo wake, status yake. Wakishajiridhisha pale, wale wa maafisa wa ustawi wa jamii wa eneo husika wakishajiridhisha, kuna kitu kinaitwa foster care, ambapo sasa yule mtoto atakuwa chini ya uangalizi wa watu wa ustawi wa jamii. Watu wa ustawi wa jamii watamwangalia yule mtoto, tabia zake, behavior zake na familia yake ambayo anatoka, nikana maana kwamba kama na wazazi wake, baba na mama. Kama hana wazazi, basi kile kituo ambacho labda kinalea wale watoto, kama ni watoto yatima au mtoto ambaye yuko chini ya ndugu yake ambayo sio mzazi wake, lakini anaweza kuwa labda mjomba wake, kaka yake, baba yake au dada yake, au taasisi yote ambayo inajihusisha na kuangalia watoto ambao wapo katika mazingira magumu au watoto ambao ni yatima. Kwa hiyo sasa wale maafisa ustawi wa jamii wa wilaya wa eneo husika watajiridhisha pia kwa taarifa za mtoto kama nilivyozielezea. Lakini pia baada ya kujiridhisha kwa taarifa hizo za mtoto, pia mtoto atatakiwa akae na yule mtu ambaye anatakiwa kumadopti. Lakini pia akiwa pale anakuwa yuko chini pia ya hao wote ustawi wa jamii, at least si chini ya miezi 6. Pale anatakiwa akae pale, akae pale ili watengeneze ile bond kati ya yule mtu anayetaka kumwasili na mtoto husika. Watakaa pale ili watengeneze mahusiano, urafiki, watengeneze bond. Baada ya miezi 6, baada ya hiyo miezi 6, wale maustwi wa jamii wanatakiwa kuandika ripoti maalumu ya mchakato mzima, kuanzia yule mtu ambaye anataka kumwasili yule mtoto. Wataandika ripoti jinsi walivyomuona, uwezo wake, status yake, anafanya kazi wapi na makazi yake, kwanza kujua labda ameoa ama hajaoa. Kama ameoa, yani kama ni mtu ambaye ameolewa, basi mwenza wake pia ameridhia hicho kitu, kwamba ametoa consent, ameridhia kwamba mke wake ama mume wake afanye adoption, afanye kumwasili yule mtoto. Lakini pia wanaweza pia wote kama mke na mume kwa pamoja pia wanaweza kuwa ni watu ambao wanaomba. Kwa hiyo ripoti itaandikwa pia kuhusiana na maisha yao, uwezo wao wa kiuchumi, sehemu wanaoishi, hali yao, mazingira. Pia wataandika ripoti pia ya mtoto, ripoti pia itakuwa inagusa pia maisha ya mtoto kabla ya kuwa hajaasiliwa na hiyo familia nyingine, maisha ya wazazi wake alipokuwa anaishi, status yake ya kiuchumi ya ile familia, wazazi wake wanafanya shughuli gani na vitu kama hivyo. Baada ya kuwa wameandika hiyo ripoti, yule anayeomba kuwasili
atapeleka maombi Mahakama Kuu. Tunasema atapeleka petition Mahakama Kuu. Akipeleka na mahakama huwa ni Mahakama Kuu, pale ndio wao anapeleka, ndio mahakama yenye mamlaka ya kuweza kusikiliza maombi yote ya kuwasili mtoto. Kwa mahakama pia itajiridhisha pia kwenye yale maombi, kuna vitu ambavyo vitawekwa, kwamba itawekwa ile ripoti, pia itawekwa taarifa za yule mtu anayeomba, itawekwa taarifa za wazazi, itawekwa pia ile kuridhia kwa wazazi, kama na wazazi itawekwa kwamba wazazi wameridhia ile consent yao, pia mahakama itahitaji pia kuiona. Baada ya hapo mahakama itasikiliza na itatoa order, itatoa ile amri kwamba huyu mtoto anafaa kuadoptiwa. Lakini mahakama inaweza ikatoa pia kwa condition kadhaa. Inapotoa ile order, ama inaweza kutoa ile order chini ya condition, ikatoa tu order kwamba huyu mtu anatakiwa, huyu mtu mahakama imeridhia, inatakiwa huyu muombaji basi aruhusiwe maombi yake, basi mahakama itaruhusu yale maombi. Unajua, kama taratibu huku zimeenda sawa, ustawi wa jamii kashirikishwa, ofisi za ustawi wa jamii eneo husika limeshirikishwa, amekaa chini ya foster care, mambo mengi sana ya kuhusiana na kuwasili waga na malizwa na ustawi wa jamii. Mahakama tu anaenda kwa sababu ni procedure, na mahakama iweze kupitia na yenyewe ijiridhishe. Lakini mahakama pia waga inaangalia report ile ambayo imeandikwa na ustawi wa jamii. Lakini mahakama pia inaweza ikaomba pia ripoti sehemu nyingine, inaweza ikaomba ripoti kwa serikali ya mtaa, inaweza ikaomba ripoti hiyo kuhusiana na mazingira labda ya mtoto, familia ya mtoto, ama mahakama inaweza ikaomba ripoti ya yule mtu anayemuadopt. Lakini kama ni mtu ambaye ni foreigner, lazima naye atafuata taratibu hizo, lakini yeye at least ameshakaa hapa nchini, si chini ya miaka 3 ameshakaa hapa nchini, lakini naye pia atafuata katika taratibu hizo ambazo tumezitaja. Lazima pite chini ya ustawi wa jamii husika, wajiridhishe ripoti, wajiridhishe mazingira ya mtoto, wajiridhishe na vitu kama hivyo. Kwa unapoenda mahakamani, unaenda mahakama kupata kibali maalum, kuruhusiwa na mahakama kwamba tumekuruhusu wewe kuweza kumwadopti huyu mtoto. Kwa taratibu ni hizo ambazo zinawakilisha. Kwa ishu kama ya rais, naye pia anafuata utaratibu kama huo au inakuwa tofauti? Ndiyo, rais pia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na yeye pia kama tulivyosikia hivyo ameweza kumwasili huyo mtoto. Kwa ni lazima taratibu zile zimefanyika, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ambayo ya watoto haijatoa option kwamba rais afuate njia fulani ama rais afuate. Kwa rais pia na yeye anafuata njia hizo kwamba lazima apite kwa ustawi wa jamii, lazima apite kwa ripoti hizo ziandikwe, lazima apite mahakamani na mahakama iweze kumruhusu. Labda tu tofauti labda kwa rais, kwa kuwa ni rais, taratibu labda zinaweza zikaenda kwa haraka zaidi, naona kwa sababu rais lazima atafanya sistema kwa haraka zaidi, tupite ustawi wa jamii pa watasikiliza, watafanya uchunguzi wao, watajiridhisha, watakaa. Kwa lazima taratibu zile zifuate za kisheria. Hata kama ni rais anataka kumwadopti, lazima zile taratibu zifuate kisheria, kwa sababu sheria ya watoto haijatoa kwamba utaratibu kama ni rais afuate taratibu fulani ama asifuate. Kwa hiyo pia rais naye pia lazima amefuata zile taratibu zile zote ambazo zimewekwa sheria, ili mwisho wa siku yule mtoto aweze kupata haki zake. Kama mtoto wa rais lazima apate zile haki zenyewe kama mtoto wake. Lazima mchakato uhalali ule mchakato lazima ufuate kama ulivyowekwa na sheria. Haki za mtoto ambaye ameasiliwa zinakuwa zipi? Haki za mtoto anapokuwa baada ya mahakama kuridhia mtoto kuasiliwa na mtu fulani ambaye anamuomba, kwa mfano kama Mheshimiwa Rais hivyo alivyoweza kumwasili huyo mtoto, basi mtoto anakuwa ana haki zote kama mtoto ambao amezaliwa katika ile familia. Kwanza atapata haki ya jina, kuchukua ile jina la mtu aliyemwadopti, kama tulivyoona hiyo Grace ikishapata jina la Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa hiyo ni mtoto wake. Atakuwa na haki zote za kulisi mali za Mheshimiwa Rais, kama watoto wa Mheshimiwa Rais
wenyewe kama watoto wake wengine ambao kawazaa katika familia yake, lakini pia atakuwa na haki ya kupewa huduma zote za msingi kama ambavyo wanapewa watoto wake ambao kawatoka kwenye familia. Kwa anakuwa ni mtoto wa familia ile, anakuwa na haki zote za kupata haki zote za msingi, kupewa maradhi, kupewa huduma za shule, kupewa haki ya kurithi, zote anakuwa na haki kama watoto kwenye ile familia. Kwa mahakama inapokuwa imejiridhisha, basi mtoto anakuwa ni mtoto moja kwa moja wa yule mtu ambao amemuomba kumwasi. Kwa hiyo hii inakuwa ihusiana, huwa kuna zile kesi za kwamba huyu mtoto wa nje ya ndoa hatakiwi kurithi labda mali za watoto ambao wako ndani ya ndoa. Hapana, hiyo ni issue nyingine. Kwa hiyo unapokuwa umemwasi, basi haisabiki kama mtoto wa nje ya ndoa. Anakuwa kama mtoto wa ndani ya ndoa, kama walivyo watoto wengine ambao wamezaliwa, anakuwa ana haki. Lakini unajua sheria yetu sisi pia haitambui mtoto wa nje ya ndoa. Watoto wote sheria inawatambua kama na watoto wote wana haki sawa. Sasa kwa hiyo mtoto anapokuwa ameadoptiwa, hatumchui kama mtoto wa nje ya ndoa, anakuwa mtoto wa familia ile ana haki zile kama watoto wa ile familia. Lakini sheria yetu kama sheria yetu haimtambui, yaani inatambua mtoto ni mtoto, haimtambui kwamba huyo mtoto ni mtoto wa nje ya ndoa, hapasi labda kulisi, hapasi kupata zile haki za msingi kama mtoto. Sheria yetu yenyewe haitambui hicho. Labda katika upande labda wa taratibu za sheria ya dini ya Kiislamu, ambao pia hiyo ni mada nyingine, hiyo kuna taratibu mwingine wa mtoto wa nje ya ndoa. Lakini kwa sheria kama sheria ya nchini kwetu hapa, sheria haimtambui kama kuna mtoto wa nje ya ndoa ambaye hastahili kupata zile haki za kulisi. Sheria yetu haisemi hivyo. Kwa mtoto ashathibitishwa kama ni mtoto wa yule kama ni baba yule au ni mama ambaye hakuweza kumtambulisha, kwa tu kuthibitisha kama ni mtoto wake, basi anakuwa na haki zote za msingi kama mtoto. Sasa mwisho hapo nimepata swali pia. Kwa mfano watu wamesimamia katika sheria za Kiislamu kwamba katika sheria zetu labda utaratibu huu wa kidini sisi tunataka mambo yaende hivi, lakini sheria za nchi zenyewe zinaelekeza tofauti. Hawa wamekomalia huyu ni nje ya ndoa, tutaki apate kitu, lakini sheria za kinchi zenyewe zinasema kwamba mtoto ni mtoto tu. Hapo huwa mnafanya nini vipi? Sasa inapotokea mazingira kama hayo, tutabidi tuangalie sasa kwamba hawa wanasema tutumie sheria za dini ya Kiislamu, hawa wanasema tutumie sheria ya nchi yetu. Hapo kwanza tutaangalia mtindo wa maisha wa ile familia ilikuwa inaishi vipi, ama mtindo wa yule mzazi ulikuwa unaishi vipi. Kuna watu ambao tunawafahamu katika jamii yetu kwamba kama tulikuwa tunasema huyu ni shehe, huyu ni mtu fulani, kwamba huyu ni mtu wa dini, familia yake yote unajua kabisa huyu ni mtu wa dini, kuanzia mambo yao, wanasali, taratibu zao ambao wanafanya kabisa, hii ni familia ambayo inaishi katika dini ya Kiislamu. Basi tukishaanza kuthibitisha hivyo, basi tutafuata sheria ya dini ya Kiislamu inasemaje. Lakini sasa tukiona kama familia kuna utata wa yale mazingira ambao wanaishi, kwamba huyu si Muislamu, si haeleweki, basi tutafuata sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasemaje pale panapokuwa pana utata wa namna hiyo. Lakini tukijiridhisha kaangalia familia yake, tukajiridhisha kwamba huyu mtu ni Muislamu, hata ndoa yake labda aliyofunga ni ndoa ya Kiislamu, mazingira ambayo alikuwa anaishi pia ni mazingira ya Kiislamu, basi moja kwa moja mahakama itafuata taratibu za Kiislamu. Na katika taratibu za Kiislamu, mtoto wa nje ya ndoa haruhusiwi kurithi moja kwa moja, ila yule ni baba ama ni mama anaweza akampatia mali yake mapema kabla hajafariki. Anaweza akaandika usia, akatoa ile 1/3 ya mali yake, basi sheria dini ya Kiislamu inamruhusu kumpa yule mtoto ambaye ni nje ya ndoa. Lakini sasa kama hajafanya hivyo, sheria ya Kiislamu haimruhusu mtoto kulisi mali ya baba yake ama mali ya mama yake. Lakini pia na mazingira, sheria pia Uislamu pia umeenda mbali zaidi. Wale watoto ambao wako nje ya ndoa pia wanaweza pia wakawa
wanawatambua wale ndugu zao, bwana, hawa kweli watoto nje ya ndoa, lakini tunawatambua wale ndugu zetu, tumekuwa tunawafahamu kwa muda mrefu. Basi wanaweza wakawa waungwana. Dini ya Kiislamu pia inaruhusu, wanaweza kuwa waungwana wakaamua basi na wao wawape kwa utashi wao wenyewe, lakini kuwapa kile kidogo kile ambacho wanakipata kwa baba yao. Anaanza kubamba na hawa ni familia yetu, basi tuwape kitu fulani, lakini ni kile ambacho wameshapewa wao, wanaamua pia kuwape ndugu zao, lakini sio kwamba wanakuwa wana haki ya moja kwa moja kuweza kulisi kwenye mali ya baba yao. Kwa taratibu wa dini ya Kiislamu, mtoto nje ya ndoa iliyojulikana kabisa hawezi kulisi mali za baba yake ama za mama yake ambao wamefariki. Katika upande wa Kristo, moja kwa moja inapotokea kuna mazingira kama hayo, basi sheria moja kwa moja ambayo inatumika ni sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe haitambui kwamba kuna mtoto wa nje ya ndoa, wala haitambui kwa mtoto yoyote ambaye anazaliwa katika familia ya Kikristo basi anakuwa na haki ya moja kwa moja ya kulisi kama sheria ya nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema. Basi hata katika upande wa Kikristo, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa haki yule mtoto ambao kazaliwa nje ya ndoa kuweza kulisi. Hata pia taratibu za dini ya Kikristo pia zinaruhusu pia mtoto pia kulisi hata kama ni nje ya ndoa. Asante sana wakili mwandamizi, leo tuishie hapa. Asante sana 7 Media.